Naam, nadhani ni mara ya kwanza tuko pamoja hapa katika kipindi. Nategemea makubwa kutoka kwako. Naam, lakini pia mkono wangu kushoto hapa ni naye Detective Corporal, huyu ni Lumumba Said. Karibu. Asante sana. Bwana, nafurahi kuona tuko, lakini leo nimefurahi tuko pamoja hapa. Nashukuru sana. Nategemea pia kupata nondo nyingi sana kutoka kwako wewe, hususan kwenu wote nyinyi. Naam, muda wetu sio rafiki sana. Labda nianze na Afande Isa hapa. Ebu karibu katika mada kwanza. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Naam. Kama uliweza kunitambulisha, kwa jina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Isa Hamidu, ambaye ni OCS wa kituo kidogo cha polisi Pamba, kipo katika wilaya ya Magana, mkoa wa Mwanza. Kwa upande wangu au kwa upande wetu kwa pamoja tumekuja na mada moja ya malezi kwa watoto katika kuzuia swala zima la uhalifu katika jamii. Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, ningependa nielezee jamii kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria, mtoto ni nani? Karibu. Tukianza, sheria zipo nyingi. Kwa mfano katika sheria ya mtoto, Child Act, sheria ya mtoto inamuelezea mtoto ni yule ambaye hajafikia majority age, ule umri wa miaka 18 katika sheria ya mtoto. Lakini katika sheria ya ushahidi, katika sheria ya ushahidi inamuelezea mtoto ni yule mwenye umri chini ya miaka 16. Lakini ukienda mbele katika sheria ya Criminal Procedure Act, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, tunasema kwamba mtoto ni yule mwenye umri chini ya miaka 14. Ukienda katika Penal Code, vile vile inaelezea mtoto ni nani. Mtoto ni yule mwenye umri wa miaka chini ya miaka 10. Tunasema kwamba mtoto mwenye umri chini ya miaka 12. Unapozungumzia Penal Code maana yake nini? Unamaanisha nini kwa Kiswahili, pengine mtazamaji aweze kuelewa ni nini hii? Hiyo na yenyewe ni sheria, ni sheria mama tunaita. Sheria mama. Na yenyewe nasema kwamba mtoto ni yule mwenye umri chini ya miaka 10. Akiwa na miaka 12 anaweza akawa liable endapo atakuwa amefanya makosa, lakini kuna makosa mengine anakuwa not liable chini ya umri wa miaka 12. Kwa hiyo sheria zinakinzana kwa kudefine nini maana ya mtoto. Tutumie zaidi lugha ya Kiswahili mtazamaji aweze kuelewa zaidi haya mambo. Najua kisheria pengine inaweza kawa ndivyo anatamkwa hivyo, lakini kama kuna uwezekano wa kupata lugha nyingine nzuri nyepesi zaidi kwa Kiswahili inakuwa vizuri kidogo. Ni kweli ndugu mtangazaji. Karibu. Pamoja na kwa kidogo ina ugumu, lakini sio mbaya sana, tutaenda hivyo na tuelewa. Lakini sheria kubwa ambayo inatakiwa tuifuate ni sheria ya mtoto. Ndio. Ambayo inasema kwamba mtoto ni yule mwenye umri chini ya miaka 18. Huyo ndo tunaweza kumuelezea kwamba ndiyo mtoto na ndiyo mtu ambaye tumekuja kumuongelea huko ndani leo hii. Chini ya miaka 18. Chini ya miaka 18. Ambaye anajumuisha wote hawa sasa 16, 14, 10 na 12 na kuendelea. Kwa hiyo chini ya miaka 18 ndio ambaye tumekuja. Anatoka vipi kuanzia pale anapoanza ile hali yake ya uelewa mpaka kufikia ile hali ya miaka 18 na kuja utu uzima? Ndio hapo tuko pamoja. Sawa sana. Karibu. Sasa ndugu mtangazaji, yaani inakuwa ngumu kwa mwanadamu wa kawaida na ukiwa na fikira ndogo kuweza kuelewa kwamba mtoto na uhalifu. Kwa hiyo sisi tunachozungumzia tunasema kwamba ni ile uwekezaji wa muda mrefu. Tunamzungumzia mtoto ambaye amezaliwa leo ana siku moja mpaka miaka 18. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda wananchi waweze kuwekeza kwenye huyu mtoto ambaye amezaliwa leo kwa kipindi chote cha umri wa miaka 18, wawekeze kwa huyu mtoto. Endapo ukiwekeza vizuri kwa huyu mtoto, itasaidia, itamjenga huyu mtoto asiweze kufanya uhalifu baada ya kufika katika ule umri wa majority age. Kwa hiyo is a long term project, ni ya muda mrefu. Sio tu kwamba utawekeza leo ukapata impact leo hii. Sawa ndugu mtangazaji. Nitarejea kwako sasa, nimpe nafasi hapa Detective Corporal Lumumba Said.
mambo ni mengi na nyinyi mmekuja kwa ajili ya kutoa elimu, mtoto atalelewa vipi au ni wazazi wafanye nini ili mtoto aweze kuwa katika makuzi fulani ambayo anaweza kuepuka uhalifu. Hebu tuambie, nyinyi mnawaeleza nini watu hao? Nashukuru, asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyowahi kusema kiongozi wangu, swala la malezi ni sawa na mradi. Unapobuni mradi lazima kuwe na hatua ya kwanza ya msingi kabisa ambayo ni kuwekeza. Kwa hiyo tunapozungumza malezi tuna maana uwekezaji kwa mtoto, kwamba toka mtoto anazaliwa, na nadhani wote tunafahamu kwamba mtoto anapokuwa amezaliwa brain yake inakuwa ni zero, yani anakuwa ni mtoto ambaye ni sifuri, ubongo wake uko sifuri. Sasa ni namna gani anapoingia duniani anajifunza kwa namna ipi? Unaona, hilo ndio la msingi, kwamba na ni nani anayemfundisha. Hilo ndio linagusa sasa malezi, kwamba anapozaliwa mtoto tayari ameingia duniani, anaingia katika ulimwengu huu sasa wa mambo mapya, na yeye kwa sababu anakuja hakuna kitu, yuko zero. Sasa anategemea ajifunze kutoka kwa jamii inayomzunguka. Sasa tunapozungumza jamii, tunaanzia ngazi ya kaya, wajibu wa wazazi na pia wajibu wa jamii. Na kawaida ya kujifunza kwa mtoto mara nyingi anaingiza. Yeye kawaida mtoto yote kawaida yake huwa anaingiza. Anapokuwa mtoto hana uwezo wa kutoa, yeye anaingiza tu. Ni sawa na, naweza kusema una mfano huwa anautumia sana, ni sawa na dodoki. Dodoki kulitupa pale kwenye maji machafu litanyonya, ukitupa kwenye maji masafi pia litanyonya. Sasa wewe unayelitupa pale dodoki lako ndio uchague sasa, ulitupa kwenye maji machafu au ulitupe kwenye maji masafi. Sasa utalitupa vipi kwenye maji machafu au maji masafi? Lakini iwapo wanasema, pengine kuna misemo inasema mtoto wa nyoka ni nyoka, pengine wazazi hawa kama pengine wana element za uhalifu wenyewe, unategemea mtoto atakuja katika kuwa katika makuzi. Sasa hilo ndio lengo letu sisi sasa, kuzungumza na jamii kwamba ni namna gani tuweke mfumo wa kulea. Jukumu letu sisi kama wazazi, malezi yanajulikana. Siku zote tunategemea tulee watoto wetu katika maadili yaliyo sahihi, kwamba umlee mtoto wako akue katika maadili yaliyo sahihi. Kwa hiyo tunategemea ndani ya mfumo wa malezi haya hatutafika mahali tukaona kwamba mzazi fulani anamfundisha mtoto wake wizi, anamfundisha ukutaji bangi na kadhalika na kadhalika. Tunategemea mzazi awe mfano bora wa kumfunza mtoto wake afate maadili yaliyo sahihi. Na lengo letu ndio hilo sasa, kuja hapa tuambie wazazi kwamba swala la kulea mtoto wako mwenyewe kwanza kabisa ni jukumu lako wewe kama mzazi. Na tumeona kwa situation ya sasa hivi wazazi walio wengi kwa kweli, imefika mahali tuseme walio wengi. Zamani tulikuwa tunasema wachache, lakini kwa mfumo wa sasa hivi tumeona wazazi walio wengi sana wanakwepa majukumu. Na kama unavyofahamu mazingira sasa, wewe unatembea mjini unaona watoto wengi wanazagaa mitaani. Na hata wale walioko majumbani mara nyingi pia unakuta wanajiingiza katika mifumo mibovu ya uhalifu, kwa sababu tu mara nyingi wazazi tumeona kwamba tumesahau jukumu la malezi, kwa sababu tu tunasingizia tuko busy kutafuta riziki na nini. Hatukai karibu na watoto, hatuangalie watoto wetu wana mabadiliko gani kadri umri unapokwenda juu. Unaona, tunachokiona baadaye tunazungumzia matokeo. Wewe unaondoka, kwa mfano kuna jamii nyingine labda baba anafanya kazi iwe ni ameajiriwa au shughuli zake binafsi, lakini pia mama anafanya kazi. Baba anatoka asubuhi, mama anatoka asubuhi. Wakati mwingine wanalazimika kutoka asubuhi sana kabla ya watoto hawajaamka. Wanakwenda kwenye shughuli zao. Sasa watoto wanabaki pale, wanaamka na wao muda ukifika wanajiandaa kwenda shule. Wakati wazazi hawapo, wanakwenda shule. Wakati mwingine wako shule, wazazi aidha kwa pamoja au moja anarudi nyumbani. Na kama unavyofahamu, fika nyumbani pale, kama ni atabadili nguo, atapata maji pale, ataondoka kwenda kwa matembezi ya kawaida. Mtoto anaporudi wanaita sebuleni, wanaenda sebuleni. Mtoto anaporudi nyumbani anakuta mzazi hayupo. Wakati mwingine wote hawapo kabisa. Unaona?
Sasa na yeye anafika, anafanya anachoweza kufanya pale, na yeye anaondoka pia. Unaona, tayari hapa mji umekosa mwongozo sasa. Umekosa mwongozo. Yule mtoto anaporudi pale atoka shuleni, kuna mambo atakuwa yafanya kama mtoto, majukumu yake. Lakini sasa kwa sababu tayari wazazi hawapo, mwongozo haupo. Na watoto wale wanaondoka, na wanaingia mtaani. Wakati wa kurudi jioni, unakuta labda baba anachelewa sana, mama anarudi wakati huu, wakati mwingine hata yani inaweza imefika mahali sisi tunafanya vikao sana na jamii. Unakuta wiki 2-3 baba hajaonana na mtoto wake kabisa. Sasa hebu fikiria, huyu mtoto ndani ya wiki moja kakutana na watu wangapi nje? Ameingiza kitu gani? Kwa sababu unapokuwa karibu na mtoto unabaini mabadiliko, unakuwa unagundua mabadiliko. Kwa hiyo unatoa ushauri kutokana na mabadiliko unayokuwa unayaona kwa mtoto wako. Unatoa ushauri kutokana na mabadiliko ambayo unakuwa ukiyaona kwa mtoto wako. Mtazamaji mpendwa wa BTV, kipindi hewani ni Polisi Jamii. Kama kwanza ndio unafungulia runinga yako, tuko hapa tunazungumzia malezi mazuri kwa mtoto, kwa watoto kwa ujumla, ili kupunguza uhalifu. Ninao maafisa wa polisi hapa studioni wanazungumza. Nini unawasikia wakizungumza? Endelea kunitazama na kututazama kwa kutusikiliza mada yetu ya hii leo. Lakini kumbuka, utakuwa na fursa ya kushiriki nasi moja kwa moja kwa kupiga simu nambari 0735 500 100, 0735 500 100. Ukipiga namba hiyo ya simu, basi moja kwa moja tutakupata hapa na utaweza kuchangia tunavyozungumza hapa. Sasa nirejee kwako hapa Afande Hamidu. Afande Isa, tumezungumzia kuwekeza kwa muda mrefu, uwekezaji wa muda mrefu kwa watoto kuanzia chini, jinsi anavyokuwa mpaka kujitambua pengine. Na Afande hapa Lumumba ameongea mambo mengi sana mazuri hapa, na tumeona kwamba wakati mwingine ile hali ya ubize kwetu sisi wazazi imetufanya wakati mwingine tupoteze hata ule wanaita uchunga wa familia zetu. Yani hatutimizi kisawasawa kile tunachopaswa kukifanya. Sasa siku hizi naona zamani sisi wakati tunakuwa, najua na nyinyi tumetandikwa sana lakini adhabu siku hizi kidogo kwa mtoto inakuwa wakati mwingine mtoto anaweza kukushtaki fanya nini. Na kuuliza swali hili kwa sababu wewe ni mkuu wa kituo pale Pamba, najua umekutana na kesi kama hizi. Sasa adhabu kwa mtoto ni sahihi ama si sahihi? Ndugu mtangazaji, kama tulivyokuwa tunaelezea, mwenzangu hapa ameelezea swala zima la malezi. Naam. Kinyume chake cha hayo ambayo ameyazungumza, tumeshindwa kuwalea watoto vizuri, inakuja kwenye kupatikana kwa uhalifu, watoto wa kihalifu katika jamii. Sasa adhabu kumwadhibu mtoto anapokosa ni sawa sawa, kwa sababu tunakuwa tunamfundisha. Na ndio maana hata katika shule za msingi, shule za sekondari, adhabu bado zipo. Watoto wakichelewa wanaadhibiwa, watoto wakifanya makosa wanaadhibiwa. Kwa hiyo zile adhabu lengo lake ni kumtengeneza mtoto arudi katika maadili. Mtoto akitoka nje ya mstari tunamrudisha ndani. Kwa hiyo tunampa adhabu mbalimbali, ikiwemo kwa mfano kuna viboko kwa walimu, kuna kazi mbalimbali wanazifanya, tunaona wanalima, wanafyeka. Hizo zote ni adhabu ambazo zinamrudisha mtoto ambaye ametoka nje ya mstari na kumrudisha ndani. Sasa ndugu mtangazaji, mara nyingi tunaona kwamba wazazi katika karne hii sasa hivi, mtoto wa jirani akifanya kosa tunashindwa kumwadhibu kulingana na jinsi ulivyoongea kwamba watoto wengi wanapelekea kuwapeleka wazazi kwenda kuwashtaki katika vituo vya polisi. Sasa sisi of course tunapokea kesi nyingi ambazo zinakuja aidha mwanafunzi ameadhibiwa shuleni, anakuja kumshtaki mwalimu. Tunaangalia ni ukubwa gani wa ile kosa wa ile kosa limetolewa kwa yule mwanafunzi, then tunatoa maamuzi. Sio kwamba kila linachokuja polisi basi moja kwa moja tunalitupia katika
mkondo wa sheria mwingine. Tunatoa maamuzi, tunatoa ushauri, tunaita pande zote mbili, aidha wazazi, walimu na wanafunzi. Tunakuwa na ushauri pia polisi. Ni kweli. Tunakaa na kwa mfano sisi ambao tupo kule kwenye jamii. Lazima migogoro kama hii tuisolve kwa kukaa na wazazi, walezi, walimu. Tunaweza tunasolve migogoro midogo midogo kama hii, then shughuli zingine zinaendelea kama kawaida. Endapo kila kinachokuja kwetu kikipokea na kukitupia aidha mahakamani, kidogo inakuwa katika jamii hatujitendea haki. Lazima mambo madogo madogo ambayo yanaweza kuzungumzika katika jamii tunayazungumza na tunaweza kuyatatua. Lakini pengine hamwezi kuwa amuoni. Na karibu niongeze tu kidogo hapo. Karibu Kwenye adhabu. Sasa unajua tunapozungumza adhabu ina upana wake, ina namna yake. Adhabu ni zao la mafundisho. Sidhani kama ni sahihi sana kutoa adhabu kama hujafundisha. Unapotoa adhabu ina maana unasahihisha. Umefundisha katika mfumo wa malezi. Katika mfumo wa malezi, kama umetoa malezi, umefundisha karibu na mtoto wako, unaona mabadiliko, sasa ukaja kugundua kwamba yule mtoto amekwenda kinyume na maelekezo yako uliyotoa yeye kwake, amekwenda kinyume na maelekezo, basi pale ndio nafika mahali unatoa adhabu. Lakini sasa huwezi kutoa adhabu kama hujatoa mafundisho. Na maanisha nini? Kwa mfano, wewe ni mzazi, unavuta sigara. Unavuta sigara. Uko ndani pale, sigara zako unaweka mezani, na una mtoto anaona, unachukua sigara, unawasha, unafuta, unamaliza. Hivi kesho ukikuta yule mtoto anayo sigara mdomoni, amewasha, anavuta, utamchapa? Huwezi kumchapa kwa sababu hujamwambia, hujamfundisha kwamba anaona anaona wewe unavuta. Kwa sababu mtoto siku zote ana absorb, anaingiza. Kazi yake anaingiza tu. Fanye kama baba. Sasa wewe kama baba ni wajibu wako sasa kumfundisha, mimi navuta hizi sigara, lakini mwanangu, sigara hizi sio nzuri. Sio wakati wako. Sio wakati wako. Utafika wakati utagundua baya zuri, sasa uchague. Sigara ni mbaya sasa, lakini mimi nimechagua navuta. Ila kwako wewe si sahihi na sio vizuri uanze kuvuta sigara. Sasa ukitoa maelekezo hayo, kesho kamkuta yule mtoto anavuta sigara, una haki ya kumwadhibu kwa sababu amekiuka mafundisho yake. Lakini sasa adhabu nyingi sana ndani ya familia zetu tunazitoa pasipo kutoa mafundisho. Tumeona kwamba adhabu sasa inatangulia kabla ya mafundisho, kabla ya maelekezo. Ndo maana unaona sasa inafikia hatua sasa adhabu zikitolewa, ukiona mtoto wako ameadhibiwa na jirani, unaenda polisi kwa sababu wewe hujawahi kumwadhibu, hujamfundisha kwamba hiki ni kibaya. Jirani anaona kwamba sasa hiki ni kibaya na hakustahili kufanya hivi. Sasa lazima ukimbie polisi kwa sababu unaona jirani amefanya kitu ambacho wewe hufikiri kukifanya, kwa sababu utoi mafundisho kwa mtoto. Unaona? Kwa hiyo hata akifanya huwezi kuona kitu cha ajabu kwa sababu hujamuelekeza, hujamfundisha. Ndio hatua hiyo. Lakini mimi nashauri ndio tusikimbilie kutoa adhabu kabla hatujafundisha. Mtazamaji, hapa ninapata nondo za kutosha kuhusiana na swala hili la malezi kwa watoto. Hakika ni mjadala mpana sana. Tunapaswa tuende studio kwanza tupate matangazo chini ya udhamini mkubwa wa kampuni ya Dahua. Hawa ni wasambazaji na wauzaji wa bidhaa za CCTV cameras ambazo zinafungwa ndani na nje. Hizi ni bidhaa za ulinzi, lakini pia wana bidhaa nyingi sana kama vitasa vya kutumia alama za mikono na bidhaa nyingine nyingi sana. Na kama utafika hapa Mwanza, balmedas.com wao ndio super dealer wa masuala haya ya Dahua. Hebu tupate mapumziko mafupi na tuwasikilize Dahua na kisha tutarejea hapa. Endelea kuwa nasi. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakupembeleza kunywa. Aya, kula mtoto mzuri. Kwesa, unalia? Acha. Kwesa. Wacha usiku. Na kuona yote unafanya kupitia kwenye kamera.
Chongeni kamera za Daua ambazo ni full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko, tena muonekano wa HD. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Daua Technology. Asante kwa mapumziko mafupi hayo kwa udhamini huo wa Daua. Mimi naitwa Edmond Ruta. Kama kwanza ndio unafungulia runinga yako, ninao wageni wangu studioni hapa. Mkono wangu wa kulia ninaye mkaguzi msaidizi wa polisi ambaye ni OCS wa kituo cha Pamba. Huyu ni Isa Hamidu. Na mkono wangu wa kushoto hapa ninaye Detective Corporal, huyu ni Lumumba Said. Tumekwisha zungumza mambo mengi kuhusiana na malezi, ni jinsi gani ya kurekebisha watoto wetu na kuwafundisha ili kutoka katika ile hali yao ya utoto wakuwe salama na kupata makuzi ambayo ni sahihi hadi kufikia wakati wa utu uzima sasa na kuwa na maadili yale yanayotakiwa. Naam, tulikuwa tunajadili hapa. Tumezungumza mengi. Tunasema kwamba wakati mwingine adhabu hutolewa pasipokuwa na mafunzo ya awali. Kwa hiyo wazazi wamekuwa tunaweza kutumia neno kukurupuka sasa. Wanakurupuka kwa sababu haukumwandalia mazingira yule mtoto. Kwamba hiki hakitakiwi. Lakini leo unamtandika kusema kwamba kwani wewe hujui kwamba hili ni kosa? Naam. Hebu niambie kiwango cha adhabu. Sidhani sana kama kuna kipimo cha kiwango cha adhabu, lakini nafikiri inaweza ikazungumzika. Unajua kwa ujumla tuseme, labda nianze kwa kulisemea hilo. Naam. Tunasema kwamba adhabu isilete madhara. Kwa sababu adhabu ni kumkumbusha tu mtoto kwamba ulichokuwa unakifanya sio sahihi. Kwa hiyo tunategemea kabisa kwamba na kawaida ya mtoto unaweza ukampa mtoto adhabu kwa kuzungumza naye tu. Sio lazima uchukue fimbo. Tumeona watu wanatoa adhabu kali kabisa, inaleta madhara kwa mtoto. Sidhani kama ile ni adhabu iliyo sahihi. Kwa sababu adhabu ni kumkumbusha mtoto kwamba ulichokifanya uko wrong. Kwa hiyo hata kwa kuzungumza naye, kama tayari umejenga mfumo mzuri wa kuzungumza, kukaa na familia yako, mtoto anapokuwa amefanya mambo ambayo ni kinyume na utaratibu, ukimsema ukamwelekeza, ile tayari ni adhabu tosha. Mimi nitakupa mfano. Zamani kama ulivyosema, kama kweli umezaliwa zamani, unaona kama sisi zamani kulikuwa na mfumo. Zamani kulikuwa na mfumo. Kwanza mzee ndo anakuwa mtu wa mwisho kurudi nyumbani. Sasa kurudi nyumbani. Unaona? Kwa hiyo wewe utafanya matembezi yako mchana na nini, lakini unajua kabisa kwamba mzee wangu ana kawaida kurudi saa 12 nyumbani. Kwa hiyo wewe unatakiwa urudi kabla ya saa 12. Vinginevyo uwe na maelezo ya kutosha, aidha umetumwa umefanya nini. Lakini baada ya hapo kulikuwa na vitu wanaita nini, vikome. Mimi natoka Msoma kule. Sasa Kule tulikuwa ni wafugaji, asilimia kubwa ni wafugaji. Kwa hiyo wanakusanya yale mavi ya ng'ombe yale kutoka kwenye zizi, yanarundikwa somewhere, yanachomwa moto yale. Kwa hiyo wote lazima wote mkusanyike pale. Mzee inapofika muda ule anasogeza kiti chake, wote mmeshakaa. Akuoneni wote pale. Akuone wote, anaona fulani yupo, fulani yupo. Kwa hiyo nini kinazungumzwa pale? Ni mafundisho yanazungumzwa pale. Zinapigwa hadithi, lakini pia anatoa maelekezo na maswali na kila kitu. Mambo yote maadili yanazungumzwa pale. Sasa na yeye anakuwa mwisho wa kuingia pale, lakini yeye ndo anakuwa mwisho wa kutoka. Kifika mahali wote mnatoka mnaingia kulala, yeye ndo anakuwa mwisho, kama na mke wake wanakuwa mwisho. Nini sasa? Hii inafundisha nini? Ilikuwa inafundisha maadili, na watu walikuwa wanaelewa, lakini sio sasa hivi. Sasa hivi hata nikukuuliza wewe mtangazaji, ni lini umekaa na familia yako mkazungumza mambo ya msingi ya kifamilia,
utafikiria sijui ni kama mwezi gani. Unaona? Sasa maadili ndio yameanza kumomonyoka kwa mtindo huo. Unaona? Yaanza kumonyoka kwa mtindo huo. Ni kweli swala nidhamu kwa wazee wetu hapo awali kwa kweli lilikuwepo nidhamu hadi kwenye chakula, na sasa hivi hata kwenye chakula nidhamu hakuna. Baba anaongea, mtoto anaongea, hajulikani mtoto ni nani, baba ni nani. Kabisa. Una chochote cha kuongeza juu hiyo? Yeah, ni kweli. Cha kuongezea tu ni kwamba tulichozungumza chote ni malezi. Naam. Lakini kinyume cha malezi bora ndiko tunaibua uhalifu. Mtoto ni mwepesi kufundishika. Katika jamii yetu tunaishi na watu wema, lakini pia tunaishi na watu wahalifu. Mtoto wako usipomlea vizuri, kuna watu ambao sio wema, watu ambao wana element za uhalifu, wana uwezo wa kumchukua mtoto wako na kumfundisha uhalifu. Na mtu ambaye anafundishwa uhalifu ni mbaya zaidi kuliko yule mtu ambaye labda ameamua tu kufanya uhalifu, lakini ambaye anafundishwa ukatili, anafundishwa uhalifu kwamba unatakiwa ufanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tusipowalea watoto wetu katika milango mizuri, wataibukika katika mlango mbaya wa kuweza kufundishwa uhalifu na baadaye kuja kutuzuru katika jamii. Mnao watu ambao pengine mnayo mifano japo hatuwezi kuitaja hapa, ya kwamba kuna watoto ambao wamefundishwa na wahalifu kwamba mtu wa nje amemfundisha mtoto pale, lakini kwa sababu yule mtoto tu wazazi wake hawakai naye vizuri, basi wale wamechukua ile opportunity ya udhaifu wa wale wazazi wakamfundisha uhalifu mtoto wa familia fulani. Ndugu mtangazaji, tunapopita huko mtaani tunakutana na watoto wa mitaani. Wale watoto wa mitaani wale wana baba na mama, hawajashuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo ni kama wamechomolewa kule, kurubuniwa pengine. Inawezekana labda kushindwa kutunzwa na wazazi wao, wakaamua kutoka nyumbani na kuja mitaani. Sasa watoto kama wale walikutana na mtu ambaye anaweza akachukua, akampa upendo, akampa malezi mazuri, akampa chakula, ni rahisi kurubunika na kwenda kwa yule mtu ambaye anaweza kumhudumia kwa muda huo. Sasa kule anapoenda, hujui kitu gani anafundishwa na yule mtu ambaye amemchukua. Ipo mifano mengi, tumeona tunakamata wahalifu wengi katika majumba tofauti tofauti. Wale wahalifu wanalika tofauti tofauti. Kuna wengine ni watoto wadogo, tunawakamata. Kuna wengine ni watu wazima, tunawakamata. Kwa hiyo changamoto kama hizi tunakutana nazo. Kwa hiyo kikubwa zaidi nilikuwa naweza kuihamasisha jamii tuweze kulea watoto wetu vizuri, ili wasiweze kuingia katika makundi haya ambayo tunayazungumzia. Watoto wa mitaani mnawasaidia vipi kwa swala hili, watoto wa mitaani? Nini nafasi yenu pale? Sawa, nashukuru. Labda tu kwenda mbele kidogo basi, na mimi nitakujibu hilo swali afu nitarudi nyuma kidogo. Karibu. Tuna serikali inajitahidi sana. Nadhani wewe unafahamu kwamba hili ni tatizo, ni changamoto kubwa sana, na si kwa polisi tu, jamii yenyewe na taasisi mbalimbali za serikali. Ni tatizo kubwa mno. Naweza kutumia neno ni bomu lile. Ni bomu kubwa sana. Bomu kubwa sana. Unajua kama ulivyosema kwamba tuna hawa watu utagunduaje? Kuna kitu kimoja nataka nikupe mfano tu mdogo sana. Ndio. Unajua mtoto anapokuwa nyumbani, kwa mfano labda wewe una watoto. Ndio. Wawili wako pale wanacheza. Kwa bahati mbaya mmoja akachukua wembe akamchana mwenzake. Wewe kama mzazi, kwanza kabisa lazima utamkanya yule mtoto aliyefanya kile kitendo cha kumchana wembe mwenzake. Utamkanya kwamba wewe umefanya hiki ni kitendo ni kibaya. Kwa nini? Ikiwezekana kwa kumkaripia kabisa. Kwa nini unamchana wembe mwenzako? Sio vizuri. Ukishamaliza hilo lazima umfuate yule mtoto aliyeumia, umpe pole. Si ndio? Lazima umpe pole kwa kile kitendo alichofanyiwa. Lakini hebu niambie, hivi vile vitendo vinamjenga mtoto, anajifunza tayari. Yule aliyemchana mwenzie anajenga kitu kwenye ubongo wake kwamba kumbe kuchukua wembe ukamchana mwenzio
ni kosa, ni kitendo kibaya. No, ni kitendo kibaya. Lakini hata yule aliyefanyiwa atapata moyo kwamba pamoja kwamba nimechana wembe lakini nimepozwa. Unajua unapompoza mtu, hata mtoto mdogo anajifeel kwamba ana thamani kubwa katika jamii. Sasa twende mtaani. Kwa nini tunasema afande amesema kwamba mtoto anayejifunza mtaani anafundishwa vitu, yani yule anafundishwa sasa. Unaona? Mtaani ndio maana unakuta watoto wale wanakuwa tofauti na watoto wengine, kwa sababu haya mambo hayapo. Ana uwezo kuchukua kisu akamchoma tu mwenzake, mtoto mwenzake. Akamchoma tu. Yule atalia kwa sababu ameumia, na yeye hakuna mtu atakayemwambia kwamba kitendo ulichokifanya sio kizuri. Kwa hiyo ataona kwamba kitendo kile alichokifanya ni cha kawaida sana. Sasa mtu akikua katika mfumo huo, basi wao watoto lazima wao hatari sana, kwa sababu kwanza hawatakuwa na chembe ya huruma, kwa sababu hawajawahi kuhurumiwa. Huwezi kujenga katika maadili ya huruma kama hujawahi kuhurumiwa, hujawahi kuonja thamani ya huruma. Umenielewa? Kwa hiyo wanaishi katika mazingira yale, mwisho wa siku wanapokuwa watu wazima wanakuwa na mfumo wa ukatili. Wanakuwa na mfumo ule wa ukatili. Umenielewa? Sasa hilo ni tatizo kubwa sana kwenye jamii. Ndio maana sasa wakati mwingine nafika mahali watu wanajiuliza, tunazungumzia matokeo tu. Tunazungumzia matokeo. Watoto wamekuwa wakatili, watu wamekuwa wakatili. Sasa hivi binadamu wamekuwa ni katili kuliko mnyama. Kwa nini? Kwa nini tunasema hivyo? Mbona zamani haikuwa hivyo? Unaona? Lakini kosa kubwa ambalo sasa tunafanya jamii kama jamii. Tunalalamika sana. Sasa tunalalamikia maovu yale ambayo tumeyaona yameshapevuka. Serikali iko wapi, inafanya nini? Kwa kweli serikali inajitahidi sana. Mnadhani kama sijaukalisha, mnadhani pengine kipato kinaweza ikawa chanzo cha uhalifu? Hapana. Mimi napingana na hilo. Ndugu mtangazaji, mimi pia napingana na hilo. Kwa nini? Kipato akisababishi watoto kuingia kwenye uhalifu, akisababishi watoto kuingia mtaani. Kuna watoto pale wapo pale mtaani, kule kwao kwa wazazi wao wana kipato tu cha kawaida, ana uwezo kugharamia ile milo mitatu yote kwa siku. Lakini changamoto kubwa ipo kwenye malezi. Tunashindwa kuwalea vizuri watoto wetu, kwa maana ya kwamba pengine yupo bwana mmoja alikuwa anajaribu kuzungumza kwamba usimpe mtoto samaki, ila mfundishe jinsi ya kuvua samaki. Alikuwa na maana kubwa sana, nafikiri unaelewa maana yake nini. Nzuri sana. Lakini pia akasemaje kwamba watoto wetu sisi wanapashwa wajue kwamba kuna kukosa, sio kuna kupata tu. Kwamba kila nikienda nikitaka 500 kwa baba nitapata. Kila nikitaka samaki nyumbani, kila nikitaka nyama nyumbani nitapata. Sasa pengine alikuwa na maana fulani, labda kwamba huyu akikosa maisha yanabadilika. Sasa siku maisha yakibadilika kidogo, ataona kama au wazazi wake pengine Mungu kawachukua, sasa ndio anakwenda labda kwa mjomba au kwa baba mdogo au nani, anakuta maisha yale ni tofauti kidogo. Anaona kama ananyanyaswa pengine. Ya, hilo nalo lipo mtangazaji, lakini kikubwa ambacho mimi nataka niseme na naamini katika hilo ni kwamba tuseme na familia, tuzungumze na familia zetu. Maisha siku zote tunapishana. Hatuwezi kuwa na uwezo sawa. Hata mbinguni, kama ni muumini wa dini, hata mbinguni kuna malaika wanamzunguka Mungu. Kuna malaika hawajaita kumsikia kwamba kuna mtu anaitwa. Yaani wana relay information. Yaani huo ni mfumo tu. Kwa hiyo hata duniani hapa hatuwezi wote tukawa na hali iliyo sawa. Lakini je, wewe kwa mfano una maisha fulani ya kiwango fulani, umeandaa vipi familia yako kukubaliana na hilo? Sasa kama hujawaandaa, ndio tamaa inajengwa. Ndio maana nikwambia hata ili la uhalifu watu wanasingizia maisha yamekuwa magumu. Mimi sidhani kwa kweli. Sidhani. Kitu kikubwa sana ambacho kinatugharimu ni tamaa tu. Tumeona watu wengine wana nafasi nzuri tu, lakini wanakuwa na tamaa tu, wanafanya mambo mengine ukija kuona unashangaa kwamba kwa nini wamefanya hivi. Lakini kuna watu ambao wana maisha ya wastani ya kawaida kabisa, lakini wako katika maadili yaliyo sahihi, hawajihusishi katika uhalifu na wameridhika na familia yao iko safi kabisa.
Kwa hiyo tamaa inahusika sana. Ni tamaa tu wala si. Na SMS moja ya mtazamaji kutoka huko Isamilo anauliza ni adhabu gani zinatakiwa kutolewa kwa mtoto. Nadhani kuna labda kuongeza tu nisilijibu hili, najua tumezungumza mengi, labda kati yenu Labda nisemee kama nilivyotamka mwanzo kwamba tutoe adhabu ambazo hazileti madhara kwa watoto. Kwa mfano, mtoto ana shida na daftari. Na kila siku anasema baba, ni daftari. Akienda shuleni kule wanachapwa. Kwa nini kuja na daftari, mwalimu anamchapa? Lakini mtoto hawezi kupata hela kununua daftari. Shida yake anataka daftari. Na wewe kwa sababu una uruka ya kukaa na familia yako, huwezi kujua matatizo ya familia kama ukae nayo. Unarudi umelewa, asubuhi unachemka. Mtoto anarudi daftari imeisha. Mtoto anaanza, huwezi kuamini mtangazaji, kuna familia, nasikitika sana. Mtoto anaweza kaanza darasa la kwanza mpaka kamaliza la 7, mzazi hajawahi hata kufunua daftari lake kuona tu mtoto leo ameandika wapi. Sasa inafika mahali mtoto labda suruali umeweka pale, si anajua yeye zinakaa mfukoni. Na ataenda anaingia mle, shida yake ni daftari. Anaweza kukutana hata na 10,000 ile, akaichukua kaenda kakimbia kanua daftari. Sasa anaporudi akili yake pengine haja arudishe 10,000 change kwenye mfuko, anakuta mzee umesharudi umekaa. Anaanza kujenga oga kwa sababu umechukua ile hela bila ruhusa. Mwisho wa siku unaanza kutoa adhabu. Unachapa adhabu. Kiwango cha adhabu ni kile ambacho hakileti madhara. Hatuwezi kuzungumzia sasa kama unamchapa mtoto mdogo wa miaka 3, unachukua rungu unapiga. Tumeona watoto wanakuja pale, mtu anachukua pasi. Pasi kabisa hii ambayo hata kwa mtu mzima huwezi kutoa adhabu za namna hii. Hebu tumalizie na najua mjadala ni mpana, hatuwezi kumaliza kwa kila kitu, lakini ningeomba nitoe dakika moja na nianzie kwako bwana Isa Hamidu. Naomba uniambie sasa nini kifanyike, pia na nini ambacho unazungumza cha mwisho kwa mtazamaji. Nilikuwa napenda kuishauri jamii, hasa viongozi wa katika mitaa ile ambayo tunatoka kule chini kabisa. Ndio. Tujitahidi zile kero za watoto tuwashirikishe wazazi tuweze kuzitatua. Sio watoto wadogo umri wa miaka 8, 9, 10, 11 mpaka 14 wakikosa basi tunawapeleka katika vituo vya polisi ili waweze kwenda kupata adhabu zingine za kisheria. Hapana. Bado tuna nafasi kama wazazi, tuna kamati mbalimbali za mitaa, tuna kamati mbalimbali za kata. Tunaweza kuwaita wale wazazi, tukakaa mezani, tukajadiliana na kuweza kuwafundisha watoto wetu. Tusikimbilie kuwachukua watoto wadogo wakikosa katika jamii na kuwapeleka katika vituo vya polisi. Pale tutakuwa tuwafundishe, hakuna tunachowafundisha pale. Kikubwa ndio tuwafundishe watoto ili waweze kuacha vile vitu ambavyo wanavifanya, waende katika mstari ambao wananyoka. Nakushukuru. Naam, karibu. Asante sana. Labda mimi nianzie kwa kusema tu kwamba kuna tabia ya sisi wanaume. Anyway, sisi mara nyingi kwenye familia tunajiona si wanaume ni bora sana. Mfumo dume. Tunaona si bora sana kuliko wenzetu wa kizetu. Na ndio maana unakuta sisi tunaona majukumu yetu ni kununua nguo, kununua chakula na umemaliza. Kwa hiyo mtoto anapokuwa amekiuka, amekuwa katika mfumo ambao si sahihi, tunaanza kutoa lawama. Huyu mwanamke wewe ndio unakaa na watoto, unashinda watoto, unashinda kuwalea. Mimi nawashauri, hebu tushirikiane na hao wenzetu. Lakini pia ni jaribu kusema tu kwamba ni aibu kwa mtu mzima. Ni aibu kwa mtu mzima, unatoka nyumbani kwako, umeshikilia mkono mtoto wa miaka 9, 10, unampeleka polisi. Unampeleka tena, unakwenda jasho linakutoka kabisa. Unafika pale kituoni unasema, "Afande, huyu mtoto mimi nimemleta hapa amenishinda." Hivi kweli? Kwa akili ya kawaida una miaka 40, mtoto wa miaka 9 anakushinda? Wakwako tena wakwako mwenyewe. Naona mwanangu umetupa mkono sana kwa kweli. Mwanangu umetupa, mada ni pana sana, na wanasema labda nichomekea hapo, wanasema mtoto mwenye akili ni wa baba, lakini mtoto mjinga ni wa mama.
Mtazamaji, tumekuwa na wakati mzuri, mimi na wageni wangu hapa studio. Hii leo tumekuwa tukijadili malezi mazuri kwa mtoto, ni jinsi gani ya kumlea mtoto kuanzia ngazi ya chini mpaka kufikia ile hatua ya utu uzima, basi ili aweze kuepukana na vile vitendo vya kihalifu. Nimekuwa naye hapa mkaguzi msaidizi wa polisi, huyu ni OCS wa kituo cha Pamba, anaitwa Isa Hamidu. Nakushukuru sana bwana. Nashukuru sana. Wakati mwingine nikikualika, tafadhali naomba ufike utoe ushirikiano. Lakini pia nimekuwa naye hapa Detective Corporal Lumumba Said. Nakushukuru sana. Umetoa darasa tosha. Na muda wetu kwa kweli haukutosha, umekuwa ni mchache sana. Na nafikiri wakati mwingine tuweze kupata na viongozi wa dini, maoni yao ni nini, wanasema kuhusiana na malezi haya. Sawa sawa. Naitwa Edmond Ruta, hadi wakati mwingine na mara nyingine, asante na kwaheri kwa sasa. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Daua Technology. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakupembeleza kunywa. Aya, kula mtoto mzuri. Kwesa, unalia? Acha. Kwesa. Wacha usiku. Na kuona yote unafanya kupitia kwenye kamera. Fungeni kamera za Daua ambazo ni Full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko, tena muonekano HD.